Kwa majina naitwa Musa Loshiro kutoka kata ya Sunya, kijiji cha Loltepesi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunashukuru sana kwa ujio wako katika wilaya hii ya Kiteto, na tunashukuru kwa kutekeleza kero nyingi za wananchi. Changamoto yangu mimi siwezi kuongelea masuala ya ardhi kwa sababu ulisema waziri watakuwepo, tutawafuata kwa muda. Kuna changamoto ilitokea pale ambayo kuna mifugo iliingia shambani, akakamatwa mwenyekiti wetu wa kijiji, akafungiwa dhamana siku 29 na wengine ambao wamekamatwa. Ng'ombe ziliswagwa kutoka pale kilomita 30 na ni usiku, na ng'ombe hizo zingine ilikuwa ni siku ya mnada, ng'ombe zingine zimepotea mpaka leo. Na maaskari wa kituo cha Sunya umekuwa ni changamoto kweli, kwa sababu toka mwenyekiti wetu akamatwe sisi tumekuwa kama ile digidigi ambaye anawindwa. Yaani Sunya iko sehemu gani? Iko wilaya hii ya Kiteto. Imekuwa ni changamoto kweli kwa maaskari wa kituo cha Sunya, maana sisi tumekuwa kama ni digidigi. Yaani tunakamatwa, unapigwa pesa porini, unaachiwa. Kila siku tumekamatwa zaidi ya watu 7. Tumepigwa karibia milioni 20. Kwa hiyo tunaomba tusaidie na hiyo changamoto ya nanilia hiyo. Haya, jambo hilo liliisha au bado? Bado liko mahakamani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kwa ridhaa yako nilielezee. Ilikuwa ni tarehe 19 Januari, wakati ninafanya ziara kwenye maeneo mengine, nikapita kwenye kijiji cha Loltepesi, nikakuta wananchi wakulima wapatao takriban 60 na kuendelea wakilalamika kwamba wamevamiwa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kwamba siku moja kabla ya hiyo tarehe 19, kwa maana ya tarehe 18 na tarehe 17 Januari, mwenyekiti wa kijiji hicho na mwenyekiti wa kitongoji waliitisha kikao kwenye kijiji hicho kuhamasisha jamii ya kifugaji kwenda kulisha mifugo kwenye mashamba ya wakulima. Kwa hiyo siku ile nimepita, nimesimama na kamati ya usalama, nikasema kwa sababu kazi yetu ni kuleta amani katika maeneo haya, twende tukasikie kilio cha wananchi hawa. Tulipofika kwenye eneo hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukakuta nyumba 5 zinachomwa moto, na shuhudia kwa macho yangu kama mkuu wa wilaya. Na jambo hilo lilikuwa linafanywa na mwenyekiti wa kijiji ameorganize, na tunawaona na familia yake wako pale, na mwenyekiti wa kitongoji. Nikaelekeza wakamatwe mara moja, na kwa hakika walikamatwa, na vijana wengine wapatao 16 wengine wakakimbia eneo lile. Lakini sambamba na hilo, walikuwa na silaha za jadi kwenye eneo hilo, na wakulima wengine walipigwa kwa usalama wao, lakini na mazingira pia kuondoa taharuki na usalama wa wilaya hii, walikamatwa na wakawekwa ndani, na kwa sasa hivi kesi imeshafika mahakamani. Na baadhi ya wananchi wengine walikimbia kwenye kijiji hicho wakihofia kwa sababu ni sehemu ya wahusika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili tumelifanya kwa unyenyekevu mkubwa, na kwa kuongeza, ni kweli tumebaini kulikuwa kuna mazingira ya rushwa. Mimi mwenyewe mkuu wa wilaya, baadhi ya wao walinifuata wakitaka kutoa rushwa, na wengine niliwaweka ndani. Nikawaambia mimi sihongeki na ninasimamia haki kwa ajili ya wananchi, na wananchi wote wanafahamu. Lakini nikapata taarifa baadhi ya viongozi wachache wengine kwenye ngazi za huko na watu wengine walihongwa wakiaminishwa sisi tunaweza tukamuona mkuu wa wilaya, na taarifa na vyombo vyangu tukazipata kwa wakati. Nikamwelekeza kamanda TAKUKURU afanyie kazi jambo hilo, na kwa sasa liko mezani kwake, na nimemwelekeza hakikishe tunaondoa dhana ya rushwa kwa watu ambao wanapindisha haki ndani ya wilaya hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Safi sana. Sasa tusikilizane. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwanza umesimama vizuri sana hiyo. Na niwaambieni, narudia tena kuambia, nilisema nikiwa pale, zingatieni sana haya mambo, na ndio maelekezo ya serikali. 1, ardhi haiongezeki. Wanadamu na viumbe wengine wanaotumia ardhi wanaongezeka. 2, hatutaweza kuishi kwa kuchukiana na tukasema tuna taifa. Yaani mambo ya kwamba sijui mfugaji kamchukia mkulima, sijui mkulima kamchukia mfugaji, hilo hatutaliruhusu. Hatutaruhusu uadui kati ya wafugaji na wakulima. Yaani mnatakiwa mjue kabisa hilo halitaruhusiwa. Na la 3, hatutaruhusu uvunjaji wa sheria kwa makusudi. Hii tunaongea kindugu, na lazima tuiongee bila kumumunya maneno. Mnasikia ndugu zangu?
tusiposimamia sheria tutaruhusu wananchi kuchukua sheria mkononi, na sisi kama serikali hatuko tayari kwa hilo. Mnanisikia ndugu zangu? Kwa hiyo tunapokaa twendeni tuambizane njia za kiungwana za kutatua matatizo yetu. Na nielewa ndugu zangu? Na kijana ulivyoongea, nimepokea hoja yako, hasa kile kisehemu cha rushwa kile. Sasa wasitokee watu wakawa wanatumia makosa kutengeneza miradi ya kusaka pesa. Wakishakamatwa waliokosa, tusitengeneze miradi ya kusaka pesa. Sasa popote unapoona Masai unatafuta rushwa, hiyo na yenyewe haikubaliki. Jamani, si tunaelewana? Sasa hii nimeshaisisitiza na narudia tena. Mrudi mkae tena. Rudini, kaeni kwenye vijiji vyenu. Endeleeni kupanga taratibu za matumizi bora ya ardhi, na tuheshimu shughuli hizi tunazozifanya. Tuheshimu hizi shughuli tunazozifanya. Jamani, si tunaelewana? Na wala msitengetenge watu. Tanzania inamruhusu Mtanzania yeyote kwenda kuishi popote, ili mradi tu afuate taratibu. Simenipata kwenye hilo? Na mimi nimekupata. Na mimi naendelea kulisisitiza hili kwa sababu pia nilishakuja hapa nikiwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi. Nilikuja hapa kwa naijua hii wilaya. Naendelea kusisitiza jambo la undugu na mipango mizuri ya matumizi ya ardhi tulionayo. Mkianza kuruhusu hii mambo ya kuchukiana hii, ni jambo la hatari kwenu. Sawa ndugu zangu? Haya, sasa tunamalizia yule nilishamruhusu yule pale. Hebu mpeni Barakashia, nilishamruhusu. Wengine mtasikilizwa tu. Tunamalizia tu hawa kwa sababu tulishakubaliana kesho. Siku 2 mawaziri watakuwepo hapa. Asante ndugu waziri. Kuna hoja?